Nimekuwa namwomba Mungu ikiwa atanifurahia nitaishi ndani ya miaka 3-4 hapo mbele. Mimi niwaambie katika kitu, niwahakikishie, alimadam mutafanya ujinga, mutafanya upumbavu, nyie jueni mimi nitakosoa. Mimi sitapangiwa nini cha kuhubiri, kwa sababu kuna mahali pia hata maandiko Yesu aliwahi kuambia unafanya kwa mamlaka ya nani? Akasema na mimi niwaulize ubatizo wa Yohana ulitokea wapi? Kwa sababu mwisho wa yote mwenye mamlaka ya kutupangia nini cha kuhubiri ni Mungu tu. Ni Mungu tu atakuwa yeye ndo anayetupa. Imeenda mbali zaidi. Sasa hivi humuoni kiongozi wa dini anayesimama hadharani kupambana na kukemea ushoga katika taifa letu. Yaani vitendo vya ushoga sio kwamba vimekwisha, vipo. Lakini don't see a commitment leader anayesimama kusema kwamba no, enough, it is enough. Tuokoe kizazi chetu hiki. Ila utawakuta wako kwenye mapambano ya kisiasa. Hasa najiuliza jamani, sasa kila mtu akitaka kuwa kiongozi kwa taifa linalozidi kumomonyoka maadili kama utakuja kuongoza, yani unaona raha kuja kuongoza mashoga. Yani watu wanapotea watoto wao kwa madawa ya kulevya, ukemei unaona raha. Yani usikii, mimi natafuta hapa. Yani kuiona ile strong message kama ambavyo tunaziona za kisiasa zinazogonga na kuwafanya watu wasio biashara madawa kulevya sio biashara sahihi. Sasa viongozi wa dini na viongozi wa kimila wasipotumia sauti ya kimsingi, viongozi wa dini ndio mashine pekee inayoweza kubadilisha tabia ya mtu. Sasa mimi naomba niwaombe viongozi wa dini, hawa wanasiasa wa ngazi za huku juu, achane nao. Tuhangaika kutengeneza watoto wetu. Kwa mujibu wa maneno ya Paul Makonda anaposema kwamba anaomba wahubiri tuache kuzungumzia siasa, tuache kuhubiri masuala ya siasa. Mimi ninachojiuliza tu ni kwamba kwa hiyo kwa sasa manake inapoelekea huko mbele wahubiri tutaanza kupangiwa vya kuhubiri ni vipi? Na bila shaka na uhakika si tu kwamba lugha hii anasema nawaomba, si kwamba inamaanisha anaomba, kwa sababu sidhani kama wahubiri tungelikuwa tunaheshimiwa kama tungelikuwa hatusikilizwi, kwa sababu naangalia kwa mfano mzee Mbarikiwa Mwakipesile, mtoto wake aliuawa, yeye mwenyewe akatiwa gerezani. Ukiangalia kanisa kwa pale Mbeya, sio kwamba usajili hakuwa nao, ulikuwepo wa wilaya wa mkuu wa wilaya ambayo alikuwa nao, ulikuwa namruhusu kufanya pale ibada, lakini unakuja unaona mpaka kufungiwa kanisa, si kwamba ana usajili, mpaka yeye kuwekwa gerezani, mtoto wake kuuawa. Kwa sasa hayupo pale Mbeya, mpaka amekimbia nje ya nchi. Kama wahubiri tungelikuwa tunaheshimiwa kwa lugha iliyoitumia kwamba nawaomba, na uhakika kwa mfano mzee Gwajima alipokemea masuala ya utekaji, kama tungelikuwa tu wahubiri tunaheshimiwa na kusikilizwa, na hisi kwa alichokuwa amekifanya Gwajima kukemea masuala ya utekaji, mimi nahisi angelisikilizwa na pia angeombwa kama hivi wanavyojifanya wanabusara hivi, kwa sababu wakati mwingine msemaji mmoja aliwahi kusema ukimuona simba kakenua meno sifikiri anacheka. Najua kwa sasa hivi mnajaribu kujiosha sana, muonekane kana kwamba ni wema, kana kwamba amfosi, amtumii ubabe, na hata wanaopiga makofi kama ikiwa ndo wahubiri wenyewe ndo hao wanaopiga makofi ni vipofu wa vipofu, kwa sababu mhubiri hutaki kupangiwa cha kuhubiri. Mhubiri unatakiwa ujue nini cha kuhubiri, uwezo ukatupangia. Yaani kama kwa mfano Paul Makonda anaanza kupanga sasa, mnaacha kuhubiri masuala ya shoga. Wewe kwa nini tupangie? Uhubiri libidi wewe ndo tupangie, ni kwamba hubirini sasa hivi hiki, acheni hiki. Yaani mauaji yanayokuwa yanaendelea, utekaji unaokuwa unaendelea, acheni kuongelea hayo. Sasa hivi watu ushoga, semeni ushoga. Kwa mtakuwa sasa mnatupangia nini cha kuhubiri sisi. Mimi kuna kitu nataka nikiseme hapa kwamba katika kitu ambacho niwahakikishie system hii iliyoko sasa hivi serikalini, ambayo unakuja unaona rais anatokea ambaye ndo Samia anasema nguvu iliyotumika Oktoba 29 ilikuwa sahihi. Tume ya uchunguzi inakuja nasema hakuna kulaumiwa hapa, askari hawahusiki, rais hahusiki, siji. Wewe unajiuliza hivi
kabisa, ni timu kabisa ambayo imejipanga kabisa kujionyesha kana kwamba haina makosa, iko sahihi. Hata hapa Makonda na hakika anachokisema kwamba sasa hivi wahubiri msidili na msiseme tu msidili tuna watu wa juu, msidili na siasa, msiwaseme, msikosoe watu wa serikalini tu, msidili na watu hao tu, angalia na ushoga. Yaani unataka manake utotoe kwenye reli, sasa tuanze kudili na mambo mengine. Hayo ndo kama unavyosema ya ushoga. Anyway, mimi nisemacho ni hiki kwamba hangaikeni mtakavyohangaika, lakini nahakikishia kama mimi katika kitu ambacho mimi nimejiwekea, alimadam tu nimekuwa namwomba Mungu ikiwa atanifurahia nitaishi ndani ya miaka 3-4 hapo mbele. Mimi niwaambie katika kitu, niwahakikishie, alimadam mtafanya ujinga, mtafanya upumbavu, nyie jueni mimi nitakosoa. Mimi sitapangiwa nini cha kuhubiri, kwa sababu kuna mahali pia hata maandiko Yesu aliwahi kuambia unafanya kwa mamlaka ya nani? Akasema na mimi niwaulize ubatizo wao unatokea wapi? Kwa sababu mwisho yote mwenye mamlaka ya kutupangia nini cha kuhubiri ni Mungu tu. Ni Mungu tu atakuwa yeye ndo anayetupangia tuhubiri nini. Yaani wewe huwezi mimi ukaanza kuniambia hubiri kile. Wewe ndo Roho Mtakatifu, wewe ndo Mungu. Wewe ndo aliyenipa maagizo nikahubiri nini wewe? Who are you? Wewe nani mpaka ni utupangie cha kuhubiri? Sasa hivi hubirini hiki. Mimi nakuhakikishia usamani, uhai wa mtu ni wa samani kuliko chochote. Wakina Amfani Polepole ambao mpaka leo tuko nao, wakina Mdude Nyagali, wakina Ali Kibao ni wa samani kuliko hata iko nacho tuelekeza tuhubiri hicho. Roho ya mtu ni ya samani kuliko maendeleo yoyote. Sasa ndio kama sasa huko mbele tutakuwa kuna watu wametekwa na wao kwa waliokuwa na jinadi, hata ukiwapoteza polisi msiwatafuta, mkuchukua hatua zozote. Kwa hao waliokuwa na jinadi kwamba hata ukiwapoteza polisi msiwatafute, hamkuchukua hatua zozote. Hao akina Mafuele wanatajwa kuteka watu, hamchukui hatua zozote. Wakina Satifu walio kutekwa hamchukui hatua zozote. Mnakuja mnaanza kutupangia sisi vya kuhubiri. Mtakujaga muwapangie wakina Mwamposa, sababu wakina Mwamposa ndio ambao upepo unakoelekea, upepo unakovuma ndiko inawezekana wao wanakoelekea. Mtawapangia hao, ila mimi katika siku nitakazoishi mimi sitapangiwa cha kuhubiri. Katika Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 17 sasa, lakini neno hili lisije likaenea katika watu, na tuwatishe wasiseme tena na mtu awe yote kwa jina hili, wakawaita wakawaamuru wasiseme kabisa wala wakufundisha kwa jina la Yesu. Petro na Yohana wakajibu wakawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza nyinyi kuliko Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Yaani mimi siwezi nikanafuata uelekeo wa maagizo ambayo nyinyi mtapendekeza. Hapa mitume walikuwa wameambiwa msifundishe wala msihubiri haya. Wakati huo Yesu alikuwa ameuawa. Msifundishe haya, msikumbushie habari za Yesu, msiseme habari za Yesu. Akasema sisi hatuwezi kuacha kunena au kuyahubiri yale tuliyoyaona. Yaani wewe utuelekeze kwamba hubiri hivi. Sasa hivi hubirini hivi, usihubiri. Mimi bwana, mimi nasema katika siku nitakazoishi mimi hapana. Mimi hapana, mimi nitahubiri kile tu ambacho Roho Mtakatifu na Mungu mwenyewe atakuwa amenifunulia. Lakini sio maluelue haya kwamba sasa nikuhubiri hiki. Sasa hivi msihubiri hiki. Sasa si afadhali sasa kisiwepo kinachoitwa kanisa, kwa sababu kanisa au mtu wa Mungu hatukutakiwa kupangiwa kipi cha kuhubiri. Wewe ukutakiwa tushauri. Kama wewe unajiona nawe hivyo ndio vya kuhubiri, na unaweza ukahubiri, kwa sababu naye pia ni wewe kuona unajiita mtumishi wa Mungu. Na unaweza ukavihubiri hivyo. Si unaenda kanisani na lialia na machozi wakati mwingine. Hubiri hivyo, pengine na wewe unaweza ukavihubiri, lakini kuvihubiri mimi hivyo kwa kweli mimi hapana. Mimi hapana. Naweza nikahubiri ndio, lakini pia pale ambapo Roho Mtakatifu atanifunulia na kunionyesha, lakini sio tu kwa maelekezo maalum kwamba sasa hivi hubiri huko, sasa hivi hubiri hiki. Hapana. Mimi kwa tunaoje. Kwa hiyo kwa sasa manake tunapewa maelekezo tuhubiri kipi na kipi tusihubiri. Nitaka nisome maandiko mengi tu, ila naelezea tu. Wako vijana kina Sheda, Kemesha, kina Abednego waliambiwa mtakaposikia filimbi, mtakaposikia tu ngoma, sujudieni. Vijana walisema hapana, imetupasa siku mtii Mungu. Hawakusujudia kila upumbavu, kila ujinga. Anyway, mimi hapa nilichokuwa nataka niongee ni hiko kwamba sasa kama itakuwa kila kitu mnapanga sasa hivi tuelekee. Wewe sio Roho Mtakatifu, wewe sio Mungu. Wewe uwezo kaniagiza, mimi nasema mtawaagiza kina Mwamposa.
na ambao pengine akina Isubuhi ambao wenyewe wao wanaweza tu wanaona nani ameshika nyota yako, ila hawana uwezo wa kuona nani anayeteka Watanganyika. Hao ndo wapangieni, kwa sababu kama Mungu huwa anawaonyesha kuhusiana nani ameshika si nani ameshika nyota. Nimeona kwenye ulimwengu watuonyeshe na wanaoteka ndugu zetu. Hao ndo wapangieni hao, ila mimi huwezi ukanipangia. Mimi nimesema katika siku nitakazoishi mimi huwezi ukanipangia mimi cha kuhubiri. Wewe sio Roho Mtakatifu, wewe sio Mungu. Nisho kusema ni sauti ya mtoto mtulia kutoka nyikani, sema tengenezeni njia ya Bwana, msheni mapito yake. Na ili mtu afanye katika Bwana tangu sasa apate kutimiza wajibu wake. Tazama Mungu mhukumu haki wa kila mtu kujua ana malipo, na hii ndio maana neno Maranatha. Amen.